Jioni tulivu kabisa inatukutanisha katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, wananchi wakiwa na jambo lao dhidi ya Fountain Gate. Ishu yote ni kusaka pointi 3 za kuendelea kufanya vizuri msimu huu, huku kila timu ikijidhatiti kwa idadi ya watu ambao wako nyuma yao. Salamu kwa wachezaji wa timu zote mbili zikitolewa, lakini kwa Yanga wao ndo wanapita sasa kwenda kwa waamuzi wa mchezo huu. Ahmad Simba, mwamuzi ambaye yupo kwenye ligi kuu kwa zaidi ya miaka 10. Fountain Gate ukienda kupiga picha kama ilivyo kwa wananchi, kutokana na hali ya hewa ilivyo, wanaanza kupoza mapema kisha waende kuifanya kazi ya kutafuta pointi 3. Kikosi hiki hapa cha wananchi, mabadiliko na wachezaji watano. Abdultalib Msheli akianza kwenye milingoti mitatu kama ilivyo kwa Frank Asink ambaye anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza rasmi akiwa na kikosi cha Yanga. Mohamed Dumbia, Ofen Chikola nao wamo kwenye kikosi cha kwanza kama ilivyo kwa Shadrack Boka. Hawa hapa wananchi nao wakiwa sehemu ya kikosi, nahodha wao Dickson Job akiwa tayari kwa mwamuzi kama ilivyo kwa Derek Mukombozi kwa upande wa Fountain Gate, kienda kuchagua wapi ambapo anakwenda kuanza. Ahmad Simba kama nilivyokuambia mwanzoni, yeye atasimama katikati. Glory Tesha atakuwa line 1 na Fatma Mambo atakuwa line 2, huku fourth official akiwa ni Ramadhan Kayoko. Fountain Gate kikosi chao hiki hapa, walinzi watatu nyuma, Habib Musa akianza kwenye mchezo huu, lakini pia Eli Mokono akiwa mbele kabisa, Henry David, wote wataongoza safu ya kushambulia, lakini katikati tutakuwa na Abdallah Kulandana, Shomari Mponzi na Ismail Aziz Kada, wachezaji hao ambao wanategemewa kushindana dhidi ya kiungo cha wananchi, kiwamo Abdallah Kulandana, mmoja wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora tangu kuanza kwa msimu huu pasi na kujali timu yake imepata matokeo ya namna gani. Line 2 akienda kukagua kama kila kitu kipo sawa, Fatma Mambo, lakini Glory Tesha ambaye ni line 1 yametoka kuangalia eneo lake kama liko sawa kabla ya mchezo kuanza, akipewa tuzo ya kocha bora mwezi uliopita. Mohamed Laiza, kocha wa Fountain Gate, ndio alikuwa kocha bora wa mwezi uliopita, alifanya vizuri na kikosi chake, kocha huyo, kikabidhi ile tuzo mlinda mlango Machupa Kapili. Mohamed Laiza yapo kitita cha milioni 1 kwa kocha bora wa mwezi. Tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Oktoba, Juma Isa Abushiri. Abdultalib Msheli atakwenda kusimama kwenye milingoti mitatu, kichukua nafasi ya kipa ambaye amefanya vyema msimu huu, pengine majeraha ambayo aliyapata amempeleka bench. Juma Isa Abushiri ambaye yupo kwenye benchi mchezo huu, yeye ni mchezaji bora wa mwezi uliopita kutoka Fountain Gate, pia wamechukua zote Fountain Gate. Hiyo cheki ni vivyo hivyo, kitita cha milioni 1 ndiye zawadi yake mchezaji bora huyo. Frank Asink akijiweka sawa kucheza mchezo wake wa kwanza akiwa na jezi wananchi, ukitoa mechi za kirafiki. Pedro Gonsalves, kocha wa wananchi, kocha wa Yanga katika mchezo mwingine, ni mchezo wa 3 wa ligi kuu. Alianza dhidi ya Mtibwa ambao alishinda mabao 2-0. Mchezo wake wa pili ulikuwa ni dhidi ya KMC ambao walishinda 4-1, na huu ni mchezo wake wa 3. Ahmad Simba ambaye anatuanzishia mechi, na wananchi wanatoa boli katikati mwa uwanja.
Yanga dhidi ya Fountain Gate. Shadrack Boka narejesha ile mpira nyuma. Asink Duke Abuya, jina langu ni Ayubu Hinjo, tutakote mwanzo mpaka mwisho. Marejesho ile mpira nyuma. Anajaribu kuweka tena mpira, kinachezwa foul na anapewa faida Abdallah Kulandana. Ametoka kupokea tuzo yake kocha bora mwezi uliopita. Mohamed Laiza alifanya juhudi zote kuibakisha timu ligi kuu msimu uliomalizika kucheza michezo playoff dhidi ya Stendi na kufanikiwa. Derrick Mukombozi amegusa mpira kwa kichwa. Duke Abuya jaribu kuzima Elimo Kono, lakini ameingia Shadrack Boka. Asink Frank Job amepeleka mpira kwa Israel. Dube Mohamed Dumbia Mwenda Celeste Ekwa. Duke Abuya, Asink Frank Job, hebu pitisha ule mpira, anaondoka sasa. Ekwa ametafutwa Dube, lakini mpira wanaondoa, bado upo kwa wananchi. Duke Abuya, Asink, Max Nzengeli lazimisha pasi ya ndani, tunakwenda kuiba ule mpira na Habib. Jaribu kutafuta njia kutoka pembeni kabisa mwa uwanja, ataweza kuondoka Shaban Pandu. Mpira uliowekwa na kwenda nje. Mpira ambao tayari ushaanzishwa na Msheri. Mayday Shadrack Boka wanatoa mali nje hiyo. Jimison Mwanuke Duke Abuya, Dumbia rejesha mpira. Duke Abuya unapigwa ule mpira kwa Israel, bado upo ndani katika eneo la kucheza. Telekezo lango la Fountain Gate umetolewa nje. Ekwa Dickson Job rejesha mpira kwa Frank Asink. Celeste Ekwa kwa Prince Dube, bado ipo kwake Prince. Pambana, lakini wanakaa imara Fountain Gate, lakini wanakwenda kucheza mpira ambao uko kwao bado. Tafuta njia ambayo ielekezwe kwenda lango la Yanga, ikiwa chini. Mwamuzi amempa faida Obina Awara dhidi ya Mohamed Dumbia. Anakwenda kuondosha mpira Machupa Kapili. Ni mbele zaidi mpira maana wai Frank Asink. Dickson Job. Abuya anaendelea kusukuma shambulizi. Max Nzengeli. Shadrack Boka.
imefika kwa nahodha wa kikosi Dickson Job. BBD pasi yake imeshafika pembeni kwa Israel. Mwenda. Abuya. Mwenda Israel. Ekwa jaribu kuweka pasi, bado yuko kwake Celeste Ekwa. Israel Mwenda anaingiza pasi ya chini chini kwenye nafasi pia, anaona kwenda moja kwa moja kwa mlinda mlango. Anakamata Machupa Kapili. Mpira ambao ulipigwa chini chini na Israel. Aligusa Abdallah kulandana. Wataweza kuondoka katika eneo hilo, wanafanikiwa kugusa mpira, naambiwa amecheza foul. Inaonekana amecheza foul mchezaji wa Fountain Gate. Kishangaa kwamba yeye kufanya vibaya licha kugusa mpira, lakini bado alikwenda kugusa mwili wa Ekwa. Shaban Pandu anaingia mfukoni na anamuonesha kadi ya njano. Mchezaji wa Fountain Gate ameonyeshwa kadi ya njano. Shaban Pandu kadi ya kwanza mchezo inapatikana dakika ya 7, kionyesha mchezaji wa Fountain Gate. Sehemu ya benchi akiendelea kutazama kile ambacho kimetokea. Aligusa mpira, lakini pia alikwenda kugusa na mguu wa Celeste Ekwa. Ni eneo zuri kwa Yanga kama yupo mpigaji wa mipira ya kutenga, lakini akipanga wachezaji wake Machupa Kapili bila kupanga safu zake za ulinzi. Yupo kwa karibu zaidi Ofen Chikola, lakini pia Israel Mwenda alifunga dhidi ya Tabora msimu uliopita ambao sasa ni TRA. Israel Mwenda, lakini Ofen Chikola alifanya hivyo akiwa na Tabora. Anakwenda Chikola, mpira ambao anababatiza kwenye ukuta. Inapigwa nyingine, Kino anakataa, unaondoshwa na Pandu. Duka Buyaoga. Boka. Abuya. Naondoka kirahisi sana Maxi. Asink. Anapewa tena Frank Asink. Dumbia. Ekwa. Takulazimisha kwenda, anafanikiwa kupita. Ameweka pasi pembeni kwa Israel Mwenda. Anaingiza pasi chini chini tena, lakini wanakaa imara Fountain Gate kulinda eneo lao. Eli Mokono amerejeshiwa tena ule mpira nyuma. Ambiwa Asink amecheza vibaya kwa Obina Awara. Mpira huo amuzi na puliza filimbi, ikionekana matumizi ya nguvu kulandana. Derek Mukombozi, imefika pasi Jimison Mwanuke, imeonekana kwa Ismail Aziz Kada. Kada Ismail batiza mpira kwake, ambaye uligusa kwenye mkono wa Ismail Aziz. Nyota zamani wa Tanzania Prisons, Azam FC na JKT Tanzania. Shedrack Boka. Dukabuya. Dickson Job. Ekwa. Dumbia. Mevusha ule mpira kwa Mwenda. Nagusa na kwenda nje.
akipanga taratibu sana ule mpira. Dakika 10 zimeondoka, bado hakuna bao mpaka sasa. Imepita pasi kwa Ismail kulandana. Pasi ndefu inakwenda nje. Shadrack Boka bado faida anapita nayo wananchi. Shadrack Boka tena, Mayday kwenda kuitenga pasi ya pembeni, aingiza cross ile kwenda kutokea upande wa pili. Mwenda Abuya kwenda kuiba mpira. Eldino Mukono anapewa faida ya kuchezewa ndivyo sivyo. Alifanikiwa kuwini ule mpira Eli Mukono, lakini alivutwa na Duke Abuya. Vita ya wana-Afrika Mashariki. Eli Mukono Burundi, Duke Abuya Mkenya. Ismail Aziz ameyomba pasi kwenye nafasi finyo, akiendelea kutafuta njia, anatengewa na Mwanuke, unatoka nje. Anaambiwa alichezewa foul. Kwa anaondoka Ismail Aziz, kati ameiacha pasi, alivutwa na Dumbia. Haya, tayari ameshaanzishiwa. Abdallah kulandana. Ataweza kutoka pembeni, lakini anaamua kucheza katikati sasa. Kulandana peleka ule mpira pembeni. Habib amewahi. Habib kina anaambiwa tayari ushatoka nje, akilalamika Habib Musa, naambiwa ule mpira ulikuwa ndani, lakini hapo kitazama line 2 ambayo yupo karibu zaidi aliona umetoka nje. Asink Dickson Job Asink ameweka mpira pembeni kwa Boka, nyanyuliwa ndani, lakini Derrick Mukombozi kwa kichwa ule mpira. Max ameurejesha nyuma. Frank Asink anakwenda kucontrol kwa mara nyingine tena. Abuya anafanikiwa kuondoka. Mohamed Dumbia ameweka pasi pembeni. Dumbia kwa Maxi Ekwa. Max Nzengeli unapitishwa pasi, kile unaondoshwa na Jimison Mwanuke. Kulandana ameikata pasi ndefu inayotoka nje. Wamesharusha haraka wananchi. Duke Abuya, Chikola rejesha tena kwa Abuya. Max Nzengeli jaribu kupitisha mpira ambao anaunasa tena Fountain Gate. Haya, Mohamed Dumbia apitisha kwenye nafasi ya Chikola, amekamata.
Wananchi wametoa ule mpira, pasi ambayo ilinaswa na kupigwa through ball. Kaenda kunasa mlinda mlango Machupa Kapili, jaribu kusafirisha mpira. Shomari Mponzi anapewa tena, Shomari. Derrick Mukombozi, Pandu, Habib Musa, Abdallah Kulandana, Obina Awara, Elimo Kono, cheza na Kulandana, Pandu, Jimison Mwanuke ajaribu kuweka, naambiwa hakuna chochote kimetokea. Mwenda Dumbia, Max Nzengeli jaribu kupiga pasi ndefu ile, fanikiwa kuiwahi. Shadrack Boka anyanyua cross kwenye nafasi ndani kule, mpira unapita ule, naondoshwa. Ameweka mpira kwenye nafasi ya kucheza, lakini amecheza foul. Obina Awara Shadrack Boka, mpira aliopiga wa cross ulipita, hakukuwa na mwananchi yoyote kuweza kucheza ule mpira. Pasi ilitoka nyuma ikamfikia kipimo, alikinyanyua pengine akitazamia zaidi kwa ambaye yupo karibu na ile kuweza kucheza. Sasa kazini kwake kuna kazi pia Shadrack Boka. Mohamed Hussein ambaye amesajiliwa msimu huu kutoka Simba, ikionekana Yakuba Soni Yao, Clement Mzize, mfungaji wa bao bora Afrika, wote wakiwa jukwani kufuatilia mchezo. Imefika pasi kwa Asink Boka, Dickson Job, Isra Mwenda tabaliza ule mpira pembeni kwa Celeste Ekwa anamwacha mtu kwenda kulazimisha, lakini analala mchezaji wa Fountain Gate kwenda kucheza mpira. Habib Musa anaondoa mali hiyo. Max Nzengeli, Asink Abuya, piga tena pasi kwa Shadrack Boka, imepita. Haya, Shadrack Boka ndani ya box, soka pasi chini, kenda na Kaimara. Pandu Shaban kwenda kucheza mpira. Ismail Aziz Kada fanikiwa kumwacha Duka Boy, anaacha pasi pembeni, sasa wanaondoka. Shomari Mponzi Shomari anaamua kujaribu mpira ambao anakatika na kwenda nje. Goal kick. Dumbia Chikola, Dukabuya amejaribu kupima pasi kwa Maxi, lakini Derrick Mukombozi anavutwa na kuchezewa foul. Alikuwa tayari amekaa kwenye njia Max,
akaamua kuicheza foul kwa nahodha wa Fountain Gate. Haya, tayari ameshaanzishiwa. Chikola, Boka, Prince Dube anamtafuta Ofen Chikola. Habib Musa kwenda kukaa mbele na kugeuka. Pandu Shaban, Eli Mukono nyanyua, tafuta Ismail Aziz, jaribu kuweka pasi kwa kichwa na kamata Msheri. Bado hakuna bao lilofungwa mpaka sasa. Ametafutwa kwenye nafasi ya Prince Dube. Nzengeli najaza cross ile. Celeste kwa megusa mali kwenda kuchukuliwa kirahisi na Obina Awara. Jaribu kujichanganya mlinda mlango, naambiwa ni kona. Ilitengewa pasi, jaribu kugeuka, jaribu kumpunguza Dumbia, lakini mpira tayari umetoka nje. Izra anamtengea Ekwa. Abuya imepita pasi. Duke Abuya, Nzengeli ningineza cross ndani, anatoka mlinda mlango, anafanya makosa. Boka amenyanyua kumtafuta Prince Dube, anatoa pasi kwa adui. Ismail Aziz ameingia vibaya. Dickson Job, mwamuzi amempa faida na amechomoa kadi. Ismail Aziz Kada yupo chini. Ahmada Simba, mwamuzi akijaribu kuchukua record za mchezaji ambaye anakwenda kumwonyesha kadi hiyo. Anaonyeshwa kadi ya njano Job. Namna alivyoingia, pengine mwamuzi aliona ni kuhatarisha usalama wa mchezaji mwenzie, lakini hapa mlinda mlango alifanya makosa kwenda kucheza mpira kisha kauseti ule kwa Shadrack Boka. Lakini hapa ndipo Dube alijaribu kucheza mpira na ikaenda kutokea foul kwa tafsiri ya Ahmada Simba. Inaonyeshwa kadi Dickson Job. Huyu ni Max Nzengeli, nyota mwenye bao moja mpaka sasa, akichangia bao moja pia. Nzengeli mwenye mabao mawili, mradhi na mabao mawili, amechangia bao moja kwenye mabao 9 ambao Yanga wamefunga mpaka sasa kwenye ligi kuu. Max Nzengeli ana mabao 3. Mashabiki bado hawajafurahi mpaka sasa kwa upande wa wananchi, pasina shaka hata kwa Fountain Gate. Jigi Jara akiwa ametulia jukwani kutazama wengine ambavyo wanafanya, kimtazama Abu Twalibu Msheri ambaye amesimama kwenye milingoti mitatu. Ni pia hata wananchi wengine na wakiendelea kutazama na kufuatilia mchezo kwa ukaribu. Imepitishwa pasi pembeni. Kulandana
Shaban Pandu. Habib Musa. Bado yuko kwake Habib Musa. Endelea kuchochea ama kutafuta nafasi kutoka pembeni Fountain Gate. Wanarejea kwa ndani Shaban Pandu. Derrick Mukombozi. Pitisha mpira ule. Bado ipo eneo la kucheza, wanaochukua Wananchi. Frank Kasink. Anapewa Dickson Job. Max Nzengeli. Anaikata tena pasi akiamini kasi ya Shadrack Boka, anafanikiwa. Anaingiza cross ile chini chini. Waondolewa mpira na Pandu. Dukabuya tafuta namna ya kuweza kujaribu, kile anaiacha pasi kwa Dumbia. Ekwa Nzengeli anapewa tena Celeste, kile anakataa kupita. Afanikiwa kuondoka Ekwa, anapoteza mpira. Anauchukua tena Celeste Ekwa, pitisha pasi kwenye njia ya Dumbia. Eka pasi ya ndani kwenye njia, kile ambiwa ni penalty. Ahmada Simba anafunika mkojo wa penalty. Tafsiri yake kuna mchezaji wa Fountain Gate ameunawa ule mpira ndani ya box. Pasina shaka anamwambia kwa macho yake yote mawili ametazama pasi ya Mohamed Dumbia ilipopigwa, lakini namna mlinzi alivyojiachia kweli kweli kama anaruka makachu pale Zanzibar. Mpira ambao ulikwenda kwenye mgongo, kwenye mkono. Shaban Pandu, mlinzi wa Fountain Gate, ametafsiriwa kugusa mpira kwa mkono. Ina maana anakwenda kupewa mwana mfalme pasina shaka. Prince Dube anatafuta namna kwenda kufungua akaunti ya mabao kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu. Prince ana bao lakini si ligi kuu. Ana bao dhidi ya FAR Rabat kutoka Morocco kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Nasubiriwa tu kuruhusu huo mpira kupigwa. Mwamuzi Ahmada Simba anasubiriwa yeye. Haya, tayari amesharuhusiwa Prince. Prince Dube! Muuaji anayetabasamu. The smiling killer. Kwenye siku ya Jigi Jiara anakwenda kuwatanguliza Wananchi. Dube anafungua akaunti ya mabao yake yeye kwenye ligi kuu ya NBC, lakini bao la pili msimu huu kwake ni bao la kwanza la Yanga dhidi ya Fountain Gate kwenye mechi hii. Prince, shangwe lote ni lake kuhakikisha Wananchi wanapata furaha. Uligonga kwenye mkono ule mpira, hesabu za mlinda mlango zilikataa. Alienda upande mwingine na mpira ukaenda upande mwingine kuwapa Yanga bao la kuongoza. The smiling killer Prince Dube anawapa utangulizi Wananchi.
wanatafuta namna ya kuondoka kwenye eneo lao baada ya kuruhusu bao Fountain Gate. Habib Musa, Shaban Pandu, pitisha pasi ambayo inakwenda kunaso ile Duke Abuya, pitisha pasi ile kupitisha, lakini anaambiwa no, chochote kilichotokea. Shadrack Boka ambaye ni offside kwa Boka, ameotea kutoka kwa line 2. Fatma Mambo sabu zake zinaona Boka alikuwa ameotea. Ile pasi ndefu anagusa kwa kichwa mpira Dickson Job. Boka kwa kasi yake afanikiwa kufika. Anonasa Eli Mokono Eldino. Derek Mukombozi. Shaban Pandu. Eldino Eli Mokono. Anafanya vizuri Eldino, mpira ambao bado uko kwenye njia yake. Mokono anatoa nje Prince. Aba kuvushwa mpira mrefu, ametoka Msheri na kuondoa. Alitoka kwenda kulinda eneo lake kwa kukimbilia mpira kabla kumkuta mpinzani Abu Twalibu Msheri. Anarejesha mpira kwa mlinda mlango. Obina Awara. Eli Mokono Eldino amemwona pembeni huku Jimison Mwanuke anampunguza Boka, ametoa nje kidogo kwa Ismail. Ismail off target. Kana kugusa mpira ambao umetoka. Job apigwa pasi ya ndani kwenda kumtafuta mfungaji wa bao Prince Mwenda. Ameshaurusha Habib Panuni Obina Awara kana kurusha. Max Nzengeli. Maxi. Dumbia amevusha pande mwingine wa uwanja na amefika. Celeste Ekwa aingiza cross toka nje, kona. Jaribu Kudesh mbele ya Henry David, mpira ulitoka nje. Atara amesharuhusiwa kupiga kona. Ekwa anajaza kwa kuitoa nje kwa Mohamed Dumbia. Anajaribu Dumbia, off target, tena ikiwa mbali kabisa na lango. Habib Musa
anatafuta namna ya kuondoka Pandu kwenye eneo lake, lakini anacheza kwa Derrick Mukombozi. Abdalla Kulandana amechora 360 mpira ambao anajesha kwa Pandu, anauondoa mlinda mlango Jukabuya. Maxi Jukabuya pitisha ule mpira kwenye nafasi, hata Wai Prince Dube ameuwai mwana wa mfalme kwenda kuitafuta njia, na yeye anaingiza cross, unatolewa tena ndani, lakini anakamata Machupa Kapili. Obina atanguliza ule mpira yeye mwenyewe, bado upo kwake, pewa tena mali, lakini inatoka nje, ambaye utaelekezwa lango la Yanga. Henry David, Shomari Mponzi asimisha pasi ya juu, lakini anaambiwa tayari ni offside kwa Eli Eldino Mukono. Offside kwa kila timu ikiwa ni 1-1. Boka Max Nzengeli, Job Asink, Mohamed Dumbia, Maxi ameunasa mpira, Boka Celeste Ekwa anaikata pasi nzuri ya ndani, anaambia ni offside kwa Prince Dube. Line 2 kwa umakini kimtazama Prince Dube kwenye nafasi ya kuotea, pasi imetoka, Prince akiwa mbele zaidi ya safu ya ulinzi ya Fountain Gate. Mponzi Abdalla Kulandana hebu kuweka pembeni, Boka amefika wa kwanza, afadha mamio tayari, mali imetoka nje, Fountain Gate ndo ana faida. Ni hapo ilipopigwa ule mpira na kwenda kusababisha penalty iliyofungwa na Prince Dube. Jigi Jiara akipongeza kazi ambayo imefanywa na wenzake mpaka sasa. Ni afisa habari wananchi alisema leo ni Diara Day. Anazungusha ule mpira wa kona kwenda kutafuta njia, ajaribu kupiga wa chini chini, anatoka nje. Jaribu kazi nzuri Henry David. Dukabuya Dumbia poteza mpira, Ismail Aziz Kada anapewa tena Ismail. Derrick Mukombozi, nyota zamani wa Namungo, anarejesha mpira nyuma. Habib anampa tena kipa wake Machupa. Shaban Pandu, Musa Habib, Abdalla Kulandana anawacha wote wawili, anaondoka nao bado. Pandu Kulandana imewekwa pasi pembeni. Henry David, Henry ama kuforce mwenyewe, anaingia. Maamuzi ambao ni fair challenge.
Ofen Chikola rejesha boli nyuma. Mayday Shadrack Boka bado ipo kwake. Boka umeguswa mpira. Eli Mokono Eldino Fountain Gate wanachukua tena mali. Habib Musa jaribu kuweka, anaambiwa hakuna foul ya namna hiyo, mpira uendelee. Haya, Dickson Job kwenda kupandisha shambulizi. Nahodha wa kikosi cha wananchi amemtengea kwa tanguliza, anagusa mpira kwa nguvu na kwenda nje. Toka nje, alitanguliza mpira ule chumba na sebule, umetoka nje. Celeste kwa nyota hatari kweli kweli. Meduso baba Meduso jaribu kutazama, lakini amekaa chini. Kiungo wa kutumainiwa kabisa na Fountain Gate, Abdallah Kulandana akiwa amevua kabisa kiatu chake, pengine amepata shida kwenye mguu. Na tiba inaenda kwake. Wakati ambao Fountain Gate kwa msimu huu kiendelea kutafuta njia za kufanya vyema zaidi. Mpaka sasa wamefunga mabao 4 pekee, lakini hili waliloruhusu mpaka sasa ni bao la 11. Unaweza kuona bado wanaendelea kujitafuta licha kwanza msimu kwa kuchechemea, lakini bado hawapo mbali na ubora wao waliokuwa nao. Walipoteza mabao 5-0 hapa msimu uliopita dhidi ya Yanga, na tayari wameruhusu bao 1. Nasubiri kuona dakika 90 zitatupa kitu gani katika mchezo huu. Ni pia michezo 5 waliokutana hivi karibuni. Yanga wameshinda michezo yote dhidi ya Fountain Gate, ushindi kwa 100%. Ameshajianzishia mlinda mlango Machupa. Ama kuvusha mali ile. Jibu kwa kichwa. Asink Job anaondosha Msheri. Ni mpira wa juu, endelea kugombania lakini anafanikiwa. Achukua, arejesha tena kwa kipa Machupa. Anatoka nje, pasi ilikuwa ndefu zaidi. Ezra Celeste kwa imefika pasi kwa nahodha kikosi BBD Max Zengeli. Dumbia, imefika pasi yake kwa Ekwa. Oga Dumbia, pasi imepita, napewa tena Dumbia, cheza bantu na Prince Dube, nashindikana ile. Dakika 4 amecheza foul, inaongeza kutamatisha kipindi cha kwanza. kukamilisha dakika 45 za kwanza, zinaongeza dakika 4.
Onekana amechezewa foul. Mchezaji wa Fountain Gate alikanyagwa Obina Awara. Hapo aliingia akaambiwa unipati, lakini hapo alikanyagwa Obina, wakati ambao Zuzua, Andy Boyeli na nyota wengine kwa upande wa wananchi wakiwa wametulia bench. Obina anapewa tena. Obina afanikiwa kuondoka katika eneo. Obina ameacha pasi pembeni kwa Ismail Aziz. Kada aweka pasi ya chini kwenye nafasi. Kina anacheza msheri ule mpira. Eli Eldino Mokono amejaribu kupima ubora wa msheri uko wapi, lakini anakataa kwenye near post, wakati ambao akiwa jukwani Stefane Aziziki, nyota wa Wydad Casablanca, nyota wa zamani wa wananchi. Anaujaza mpira juu. Henry unajibiwa kwa kichwa. Jimison Mwanuke anafanikiwa kugeuka. Mwanuke kapasi Antonio Dana, kinaambia ni offside kwa wachezaji wa Fountain Gate. Kini namna alivyoingia anaonekana amepata shida. Eli Mokono na alikuwa ameotea. Waliingia wachezaji wawili kwa mara moja, lakini wote walikuwa katika eneo la kuotea. Eli Mokono bado hajafunga bao msimu huu. Msimu uliopita alimaliza na mabao 6. Kina alikuwa sehemu ya wachezaji waliosaidia Fountain Gate kusalia ligi kuu kwenye mchezo wa playoff dhidi ya Stendi United. Burundi. Eli Mokono. Max Nzengeli rejesha kwa Flanka Sink. Dickson Job. Duke Abuya. Max pitisha mpira kwa Dube, lakini mwachia Boka, weka pass. Pando alikuwa kwenye njia, anatoa mpira nje. Ameshaanzishiwa Duke Abuya, anapewa tena Max Nzengeli, jaribu kwenda kuimbisha kama atafanikiwa kupita. Haya, bado yeye na kulandana. Maxi aingiza cross, unapita ule mpira na wide open. Chikola Isra ananyonga cross nyingine nyepesi ile kwa Machupa Kapili. Anaweka mpira katika eneo la mchezaji mwenzake Obina. Derrick Mukombozi. Jimison Mwanuke. Dakika 45 za kwanza zinakamilika. Kipindi cha kwanza kimetamatika. Fountain Gate wakijaribu lakini hawajafanikiwa. Ni Yanga ambao wanakwenda mapumziko wakiwa mbele kwa bao lilofungwa na Prince Dube, mwana wa mfalme muuaji anayetabasamu, ndiye ameweka utofauti mpaka sasa. Timu zote zikielekea kwenye vyumba vya kuvalishia nguo, kisha tutarejea kwa dakika 45 za pili wakiweka shua wachezaji wa Fountain Gate kabla ya kwenda ndani, lakini sasa ni mapumziko. Yanga 1 Fountain Gate 0. Jina langu ni Ayubu Hinjo, tukutane kipindi cha pili.